mapendekezo ya muda mfupi. Mosi ni serikali kuweka utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba 25 wanapata huduma za matibabu bure, ikiwa ni pamoja na watakaohitaji vifaa saidizi na viungo bandia. La pili, serikali kutenga siku ya maombolezi ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania zaidi ya 500 waliofariki kwenye ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Tatu ni serikali iweke mkakati na kutengeneza rasilimali kwa ajili ya utoaji wa huduma za msaada wa kisaikolojia na kijamii, pamoja na kufanyika kwa tathmini ya haraka rapid assessment ya athari za kisaikolojia na kijamii. 4 ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa mwaka 2020 na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ili kufika lengo la kupata katiba hiyo kabla 2029, serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalam wa katiba ambayo itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, katiba pendekezo ya mwaka 2014, ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Baada ya kufanya mapitio hayo ya nyaraka ambayo itafanywa na hii kamati ya uandaji wa katiba, kamati ya wataalam ipate maoni na michango ya wananchi. 5, serikali iunde tume ya maridhiano ya muafaka kwa taifa kupitia mamlaka ya Rais chini ya ibara 36 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo itakuwa shirikishi na itakayosimamia na kuongoza maridhiano katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi, ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho za muafaka wa kisiasa na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. 7 ni sambamba na tume ya maridhiano na muafaka ya kitaifa iunde baraza la wazee la washauri la kutumisha baadhi ya viongozi wakuu wastaafu pamoja na wazee wengine ili kuwasaidia tume ya maridhiano pahali popote na saa yote watakavyohitajika. 3 ni sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itekelezwe kikamilifu, kwa na pamoja na kuhakikisha kwa uteuzi wa mwenyekiti na wajumbe wa tume unafanywa kwa kuzingatia sheria iliyorekebishwa mwaka 2024.